Siku hii ya leo ambapo tutakuwa na muda wa kujifunza juu ya matendo ya miujiza. Matendo ya nani jamani? Matendo ya miujiza. Na wote tunajua tunaposema kuhusu muujiza ni ile hali ama ni ile tendo linaloweza kutokea ama tukio linaloweza kutokea ikiwa nje ya uwezo wa kawaida, hali ya kawaida ya binadamu, ikiwa juu ya uwezo wako. Tunapozungumza muujiza ni lile jambo linaloweza kulipata nje ya matarajio yako, likawa juu ya vile ulivyotarajia, ama jambo ambalo umeweza kulitafuta kwa muda mrefu, umeshughulika nalo kulihitaji kwa muda mrefu, ulitumia kila ulivyoweza ili upate kulipata, lakini ukufanikiwa kufanya nini? Kulipata pasipo kutarajia, wakati ambao ukudhani, ndio ukashangaa natokea unalipata. Uko pamoja ndugu zangu? Matendo ya miujiza. Tangu Agano la Kale yapo matendo mengi ya miujiza yaliyotendeka ambayo kwa akili za kibinadamu pengine yasingewezekana kufikirika kwamba yangepaswa kufanyika. Moja kati ya matendo hayo yaliyofanyika kimiujiza, kati ya mengi, tunaweza tukasema ni tendo la mwanamke mwenye miaka 90 kuzaa. Sawa? Mzee wa miaka mingapi? 90 kuzaa, wakati aliotarajia kuzaa, wakati wa usichana wake au binti wake au mama wake mdogo aliotarajia kuzaa, alitamani kuzaa mpaka akakoswa, mpaka akawa sababu ya kumuingiza mume wake kwenye uovu unaotesa dunia mpaka leo. Akaingia kwenye mazingira ya kumshawishi mume wake na Ibrahimu kutafuta mtoto nje na yeye, maana anaona yeye muda wake wa kuzaa umefanya nini? Umekoma, hawezi kuzaa tena, na kumshawishi mume wake azae na kijakazi. Mume naye kama wanaume nao tuone wanaume hivi kulivyo, lakini kwa wanawake akuvuruguje. Wanaume kwa wanawake tunafurukuta kweli? Soboto. Yaani mwanamume muone yuko hapa na mkwara, anaweza katika mkwara na unaweza kumuona, lakini nataka nikwambie hafurukuti, kwa sababu mwanamume amewekewa kutisha kwa mamlaka, si sawa? Ameumbwa na kawekewa mambo ya mamlaka na nini, lakini mwanamke hayuko hivyo. Mwanamke yeye anakushughulikia bila kutumia nguvu. Ukiona mwanamke anayetumia nguvu kushughulikia wewe, ujue bado hajajielewa sawa sawa, kwa sababu mwanamke kila kiungo katika mwili wake alionao ni silaha inayotosha kumwangamiza mume wake. Mnaelewa vizuri? Yaani mwanamke alivyoumbwa, kila kiungo katika, hata nywele tu zikilala kufika kwa sababu cheti hizo. Mnaelewa vizuri? Hata nywele hapa hajatumia macho. Jicho kiligeuza kama la kiboko, akaligeuza kalifanya. Unasema jamani, unaona? Haya ni macho ama nini? Unashangaa mkola wa nani? Jamani, mtulie mwache shughuli nyingine. Sasa ni wakati wa kula neno. Wakati wa kula nini jamani? Neno. Na leo tuna neno la nini? Neno la nini jamani? Sasa kama utakuwa na shughuli nyingine ukapitwa na muujiza wako. Halo? Wewe ukiona mwanamume anapiga mkwara, ni mkwara tu.
Mwanamke atakuwa hajajielewa. Mwanamke hata angekuwa anatembea tu, kutembea tu na kwa tu na timua vumbi, kule kutimua vumbi tu, mwanaume anaweza kuchanganyika. Anatimua vumbi. Halo. Sasa Abrahamu ameambiwa na mke wake, unafikiri alikuwa na Mungu ya kukukuta? Ungekuwa wewe vipi? Ungeweza wewe? Ukiwa umesubiri mtoto kwa miaka yote hiyo, alafu mke wako kipenzi anakuambia, nafikiri sio kwangu, ni kwa mjakazi, nenda. Na wakati huo tamaduni nazo zinaruhusu. Ungefurukuta? Ungefurukuta? Ikiwa tu leo tu na chai leo, si ingekuwa hatari? Lakini wakati ulipofika wa muujiza wake pamoja na uzee wake, mtumishi wa Mungu nani, Sara, akapata mtoto. Amen. Akiwa na umri wa miaka mingapi? 90. Muujiza. Sasa sitaki kuzungumza kwa muujiza ya Agano la Kale vile ilivyotendeka. Kina Hamani, wakuu hao walikuwa ni wakuu wa jeshi, watu wenye cheo katika taifa, wamejaa ukoma, wameambiwa nenda katika Israeli na huko utakutana na nabii, naye atakwambia cha kufanya, akikwambia fanya. Akaenda na jeshi na mazawadi. Huyu Hamani tunafahamu habari hizo. Amekwenda, alipofika huko akakutana ile kwenye nyumba ya nabii nani? Elisha. Alipofika tu pale akafikiri kwamba angeweza kutoka hata mguse amwangalia amsalimia mpokee. Elisha naye alipojua kwamba huyu aliyekuja na nia gani, hata kutoka ndani akatuma tu na yeye nani kufanya kazi wake, mtumishi wake, nenda kamwambia yeye akajichoge kwenye mto Yordani mara 7. Alafu akijichoga mara 7 atafanyaje? Atatakasika. Kitendo ambalo mtu mwenye heshima, mwenye cheo atatafasiri kama tendo la kudhalilishwa, hivi tendo la kudharauliwa. Tunaliona na yeye ndivyo anavyotafasiri, anasema kwani katika Israeli hapakuwa na mito mingi? Hapakuwa kuna mito mizuri, kuna mito misafi, kuna maji masafi ambayo mtu angeweza kujichoka huko tu angetakasika. Kwa nini niende kwenye mito hii michafu nani? Halo. Akiwa anaenda mjakazi wake, mtumishi wake, nafikiri alikuwa na ushauri mzuri huyu mtu. Alikuwa na roho wa Mungu ndani yake. Akamshauri akamwambia, bwana wangu, kuna jambo gumu hapa hivi. Kwani kama ungeambiwa hata jambo kubwa kuliko hivi usingefanya? Wewe umekuja kwa ajili ya kuhitaji uzima, umekuja kwa ajili ya kuhitaji uponyaji. Kwani usingefanya? Nini kinakushinda? Si uende? Naye akawa msikivu kwa kupokea ushauri. Akaenda. Halo. Alipojichoga mara ya kwanza, mara ya pili, anainuka kila ukoma wake. Mara ya 3, mara ya 4, ya 5, ya 6, ya 7 alipojichoga, maandiko yanasema ngozi yake kama ya mtoto mchanga. Matendo ya miujiza. Huyu ameshughulika, ameenda kwa waganga, amefanya kila alichojitahidi kukifanya, lakini hakikuwezekana. Ila siku ya muujiza wake alipona bila hata kuonana na nabii. Amen. Ndio akaanza kusema niende sasa nikamwone nabii, nipelekee zawadi zile. Nabii anasema hilo sio fungu langu, rudi nazo tu. Alafu wale watumishi nao nani Gehazi akasema hapa anapitiwa hivi, si hii sosi tajifaa hii ingeenda singelisaidia. Akaenda, alipoenda kama wa Hamani kwa juu yake. Si sawa? Maana alifanya kitu kinyume na maelekezo haya. Ipo miujiza mingi katika agano hili. Unaona wana wa Israeli wameenda, wana wa manabii wameenda kukata miti. Walipoenda kukata miti, watu wanakata miti. Mmoja wao kati ya wale watoto alikuwa hajajua sawa sawa jinsi ya kushika shoka, kuhakikisha shoka lipoje. Si sawa? Akiwa katika kukata maandiko anasemaje? Shoka likachomoka kutoka kwenye mpini ule. Lilipochomoka likatumbukia kwenye maji. Lilipotumbukia shoka linaelea, sinazama. Na kumbe lile shoka nalo lilikuwa la kwa azima, ni azima, sio hata lake, na yeye uwezo wa kununua hana. Mshaye kuvaa nguo ya mtu ya kuazima, alafu nzuri, alafu kaichana.
Ikachani kumeiva. Unapata kitu unataka kuona nalo kwa vibaya. Anaanza kulia na sema inafanyaje? Akamwendea mkuu wao Elisha. Anamwambia bwana wangu, shoka imetumbukia nafanyaje? Na ilikuwa sio yangu, yako wazima. Nini? Nimedondoka wapi kwenye mto pale? Nimezama. Elisha akasema sawa, kata mti pale. Hata huo ndipo kata mti. Akafika wale mti akanyosha juu ya nini? Samaki. Alafu shoka ikafanyaje? Kaenda akamwambia okota wewe dogo okota. Okota kachana mtu akasema matendo ya muujiza. Amen, amen, amen. Ukiangalia hata namna wanaoishi na kuvuka bahari ya Shamu, matendo yao yale yote waliokutana nayo, mara watakula mana, watakula nyama jangwani, wanapata maji wakati hakuna mito. Matendo ya muujiza. Halo. Sasa tutaki kuzungumza kwa habari ya matendo ya muujiza ya Agano la Kale. Nataka nizungumze na penyewe machache kati ya mengi. Matendo ya muujiza aliyofanya Yesu akiishi duniani. Alipokuwa katika mwili. Hayo ameyafanya akiwa anaitwa Neno. Huko katika Agano la Kale aliitwa Neno, mahali pengine kaitwa Moto, kaitwa Mwamba, alikuwa na majina mengi. Lakini amekuja duniani, amezaliwa katika mwili. Amekuwa kama mimi na wewe kama mwanadamu. Na sasa anaishi, anatenda matendo ya miujiza katikati ya watu. Wanahistoria wanasema alitenda matendo mengi wakati anaishi. Hao ni wanatheolojia. Lakini yaliyopata neema ama yaliyoweza kupita kwenye kanuni zile za uandishi wa neno la Mungu, yaliyoweza kupita ilikuwa matendo 36 kati ya mengi aliyotenda. Na hayo matendo 36 ya miujiza nayo yaligawanika katika makundi makuu mangapi? Matatu. Kundi la kwanza yakiwa ni matendo ambayo yalishughulika na uponyaji. Yalikuwa ni matendo ya miujiza yaliyoshughulika na kuponya watu magonjwa yao walionewa na yule adui. Na haya yalikuwa mengi, aliponya wengi, alifungua walionewa na yule adui wengi kweli kuliko matendo mengine. Waliokagawa pepo, wenye magonjwa ya malaria, wenye matatizo mbalimbali, wasioona, wasiosikia, wasiotembea, viwete hao wote wakiwa. Alishughulika na magonjwa yote ambaye yanashughulika na maisha ya mwanadamu. Halo. Lakini aina ya pili, alishughulika juu ya mambo yasiyokuwa ya hali ya kawaida, mambo ya asili, viumbe vya asili. Mfano, anatembea juu ya maji, juu ya bahari anatembea, anakanyaga baharini. Jambo la kawaida. Bahari ni moja kati ya viumbe vilivyoumbwa. Alipokuwa anaumba ulimwengu anasema maji na yakae mahala pake, nchi kavu na mahala pake. Ni sawa jamani? Kwa hiyo ni vitu vya asili ambavyo vimekwisha kutengenezwa tayari. Lakini pamoja na hayo anaonyesha muujiza inayotambulisha uwezo alionao juu ya hivyo viumbe vyote, kwa kuwa yeye ndiye ameviumba na havina amri juu yake. Unaona, mti anatembea, anaenda Yerusalemu, kipindi cha Pasaka, anaelekea kwenye msalabani, ni kwenye ile juma la Pasaka. Akiwa anaenda Yerusalemu, akakuta mti mmoja umefanyaje? Umependeza sana. Naye ameona njaa inayotokana pia na mawazo, anajua ninaenda kufa kifo cha msalaba. Unajua, ukiwa unajua kuna shida mbele yako,
hata chakula kila ushibie. Ukiwa unajua kuna mateso, kuna shida mbele, hata ungetendewa mazuri kiasi gani, kile chakula unachokitenda hakipandi. Tuko pamoja ndugu zangu? Sasa Yesu katika hilo jumba anaenda Yerusalemu, hali akijua hatarudi, ndiye amependa mpaka anateswa. Akiwa na wanafunzi wake wanatembea njiani kutoka Bethania pale anaelekea wapi? Yerusalemu. Akakutana na mti mmoja umependeza sana, majani umestawi, unavutia kwa macho, ukiangalia unavutia. Alipouona na kumbe ana njaa, akashawishika aende kufanya nini? Achume matunda yale. Kaagiza wanafunzi wake, nendeni chumeni matunda hapo kule, maana angalau atujengetee. Alipoendea ule mti akakuta matawi mengi yameshamiri, majani safi na nini, kuangalia hata kuwa tunda hamna. Hakuna tunda hata hii. Wanamwambia mwalimu, Rabi, hakuna tunda, ule mti hauna matunda. Anasema what for? Hauna nini? Hauna matunda. Andiko anasemaje? Mara moja akafanyaje? Akaurani. Hadi mti ukakutana na hasira ya mtu anayependa kushuhudia. Usicheze ndani ya 18 za mtu aliyo kwenye mazingira ya hatari. Unanielewa vizuri? Unanielewa jamani? Mtu aliye kwenye mazingira ya hatari, leo utajikuta unapata adhabu isiyo kustahili. Kwani hiyo njia Yesu alipitia siku hiyo? Si miaka yote anapita na kurudi. Kwani hakujua hauna matunda? Si anajua mambo yote? Si alijua jamani? Hapana kulaani siku zote, miaka yote anapita pale. Ukaingia kwenye 18. Za mtu anayependa kufanya nini? Kusulipiwa, anaenda kuchoma mkuki. Unafikiri mchezo? Ukanyauka pale pale. Swala la kunyausha mti ghafla, hapo kanyauka mtu kawa kuni, ni swala la ajabu, la kawaida, matendo ya muujiza. Tuko pamoja ndugu zangu? Tuko pamoja? Lakini aina ya tatu alishughulika nayo, alishughulika na muujiza juu ya kufufua wafu waliokufa, kama kina Lazaro ambao walikuwa wamekufa, wamezikwa siku ya ngapi? Mpaka siku ya 4. Anaenda kaburini na kufua. Wanamwambia panda na nuka. Na yeye ameenda siku ya 4 kwa sababu katika tamaduni za Kiyahudi iliaminika kuwa mtu akifa, mtu yeyote akifa akazikwa, roho yake haiondoki katika mazingira yale mpaka muda wa siku ngapi? Kwa hiyo walitabiri kwamba mtu akifa, tangu alipokufa mpaka siku 3, roho ya marehemu inakwenda zunguka eneo hilo, inaangalia aliyokuja kuona huyo ni akina nani, huyu amelia sana, alikuwa ananipenda, huyu sikina namna gani, huyu wamekuja kina nani, inaangalia na wananizika wapi. Maana katika tamaduni za Kiyahudi mtu akifa anazikwa, hapeleki moto wale. Ndio unaona hata wale, tunaona wale tunaona kifa asubuhi, jioni mzima. Halo? Sasa Yesu inabidi ashughulike nje na tamaduni za kibinadamu, tamaduni za Wayahudi ambao waliamini kwamba katika hizo siku 3 hiyo roho itakuwa bado ipo. Kwa hiyo akija kumfufua ndani ya siku 3 atakuwa amekuja kwa kweli, ile roho ilikuwa hapo karibu tu, ni ameichukua na kuingiza ndani ya mwili na kuambia fanya nini. Kwa hiyo inabidi aje kwa muda ambao wao wanaamini ile roho ishafanya nini,
imeshatoweka, haipo, ili akija kumfufua kila mmoja aseme ni uwezo wa Mungu kweli. Kila mmoja aseme ni Mungu anayetenda matendo. Asiseme kwamba ilikuwa bado ipo tu hapa tukiona. Kwa hiyo muujiza ya kufufua watu kama binti Yairo na wengine, na ilikuwa ni muujiza. Sasa tukianza, tunaweza tukaanza kuona kwa habari ya matendo ya muujiza ya uponyaji, matendo ya miujiza ya uponyaji. Twende Mathayo 8, tuanze na hiyo. Huyo ni mtu wa kwanza. Mathayo 8:2 hadi 4. Twende. Anasema, tumia maiki. Sizipo jamani. Mathayo sura ya 8 mstari wa 2 hadi 4. Anasema, na tazama, akaja mtu mwenye ukoma akamsujudia akisema, Bwana, ukitaka waweza kunitakasa. Yesu akanyosha mkono akamgusa akisema, nataka, takasika. Na mara ukoma wake ukatakasika. Yesu akamwambia, angalia, usimwambie mtu, ila enenda zako ukajionyeshe kwa kuhani, ukitoa sadaka kama alivyoamuru Musa, iwe ushuhuda kwao. Jamani, tuko pamoja? Hii ni habari ya mtu mwenye ukoma ambaye kwanza alijua kwa tamaduni ya Kiyahudi mtu mwenye ukoma hachangamani na watu wengine, anatengwa, maana ni ugonjwa ulioashiria laana. Na sasa amekuwa na shida hiyo maisha yake yote, mpaka anafika hatua anaona yeye ni wa ukoma, ni sehemu ya maisha yake. Anafika hatua haoni hata kwamba kuna sababu ya yeye kuondokana na mazingira hayo ya ukoma. Halo? Unapotaka kujua hilo, utaliona namna anavyomwaproach Yesu. Anamwambia, ukitaka waweza kunitakasa. Ukitaka. Hivi kweli mtu mwenye shauku ya kupona unaweza kutaka kumwendea mtu anayetaka kusaidie, ukaenda kumwomba msaada, kumwambia, ukitaka unisaidie? Halo? Tuko pamoja ndugu zangu? Unaweza kaenda kumwambia mtu unayetaka kusaidia kwa hitaji hilo nalo, halafu kaenda kwa kumwambia, ukitaka unisaidie? Unaweza kumuomba kwa njia hiyo. Tunaona ni maneno ya mtu aliyekwisha kutokea. Alishaona kwamba hii hali yangu nilionayo yangu, hakuna namna naweza nikatoka kwenye mazingira hayo. Alishafika hatua akaona yeye na ukoma maisha yao yote mpaka atakapofariki. Halo. Amefika hatua anaona yeye na tatizo alilonalo havitaachana maisha yake yote mpaka atakapoondoka duniani. Na hili si ndivyo inavyofika wakati mwingine. Kuna mtu anakuwa na tatizo, anakuwa na changamoto, anakuwa na shida kubwa katika maisha yake. Anafika hatua anapoteza tumaini. Hana tumaini, haoni msaada. Anafika hatua anaona mimi nilishakuwa hivi. Anaona mimi maisha yangu, mazingira yangu, tatizo na changamoto hii ni yangu, wala haitatoka kwangu maisha yangu. Huyu mtu akifika hatua na kuona kwamba yeye hawezi kufunguliwa, hata akienda kuomba kufunguliwa, unafikiri ataombaje? Kwa msukumo hivi? Kwa nguvu inayomtaka apone? Si ataenda anasema, Bwana, ukitaka waweza kuniponya, ukitaka waweza kunitendea. Si ndio itakuwa ombi lake sawa na mkoma? Yesu naye unaona kwa kuwa ilikuwa ni saa ya mwenye ukoma kutendewa muujiza. Haijalishi ameomba kwa namna gani, lakini saa yake imefika, imewadia. Yesu namwona yeye anajibu kwa majibu yale ya jeuri.
jeuri, yeye anajibu kwa jeuri, anasema nataka takasika. Hayo majibu naonaje? Ni majibu na yeye yaliyotulia. Jamani, ukisoma unasoma unaona ni majibu yaliyotulia. Tunaona yeye ni majibu ya mtu ambaye anataka kuambia na mimi na Mungu kuliko wewe. Wewe ni mkoma tu, halafu unataka kuwa na jeuri kwangu. Anamwambia nataka takasika. Maandiko yanasema na mara akafanyaje? Akatakasika. Haijalishi umekuwa na mazingira namna gani, umefika hatua ya kuona tatizo ulilonalo, changamoto ulionayo, sijui ya kiuchumi, sijui ya afya, sijui ya ndoa, sijui changamoto ya namna gani, hata kama umefika hatua ukakosa tumaini, leo lipo tumaini. Leo lipo tumaini kwa ajili yako. Yesu yupo, anatenda, alitenda na tenda hata sasa. Ukimwamini na saa yake kwako kutendea ikawa imewadia, anakutendea. Mkoma anaambiwa hivi, anasema hivi, nenda usiwaambie watu habari hivi. Kweli watu wote walimuona ni mkoma, leo ametakasika. Huyu aliambiwa hivi, aliambiwa siwaambie. Hata kama ungekuwa wewe, hutawaambia. Watu wote walikuona wewe una tatizo la ukoma. Leo umetakasika ukoma. Unaishi na watu umekuwa sana, ngozi sana. Hivi kwanza hawatakuuliza, watasubiri waambie ama watakuuliza hata kabla hujawaambia? Halo? Nafikiri hapa Yesu alipunguza spidi, aliweka spidi gawa, maana aliona huyu ndugu furaha yake itapitiliza kiwango. Tuko pamoja? Itavuka mipaka mpaka atawaharibu wengine, atawatenda isivyo. Kwa hiyo inabidi niweke spidi gawa, niwaambie usiwaambie watu wengine, ili hata napokuwa kuwaambia awaambie kwa utaratibu. Tuko pamoja? Baada unasemaje? Usiwaambie halafu nawaambia, nenda kajionyeshe kwa makuhani, halafu katoe na sadaka ya shukrani. Utajioneshaje? Utajionyesha ndio kuambia. Utakuwa pita kwa unawaambia jamani hujambo. Wanaangalia mikono na miguu bila ukoma, unawaambia jamani naona hujambo, sisi tunafanyaje? Unajionyeshaje kwa makuhani? Si lazima muambie matendo makubwa ambayo Yesu amekutendea. Halo. Na kisha waambia toa sadaka ya shukrani. Matendo ya miujiza mahali popote yalipotendeka yanaambatana na sadaka ya shukrani. Halo. Mtu wa pili, Mathayo 8 hiyo twende 3:8. Mathayo sura ya 8 mstari wa 5 hadi 13. Twende chapa. Anasema hata alipoingia Kapernaumu, akida mmoja alimjia, akamsihi akisema, Bwana, mtumishi wangu amelala nyumbani, mgonjwa wa kupooza, anaumwa sana. Yesu akamwambia, nitakuja nimponye. Yule akida akamjibu akasema, Bwana, mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu na mtumishi wangu atapona. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda. Nitarudia mstari wa 9. Kwa maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu. Nikimwambia huyu nenda, huenda, na huyu njoo, huja, na mtumwa wangu, fanya hivi, hufanya. Yesu aliposikia hayo alistaajabu, akawaambia wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Nami nawaambieni ya kwamba wengi watakuja kutoka mashariki na magharibi, nao wataketi pamoja na Ibrahimu na Isaka na Yakobo katika ufalme wa mbinguni. Bali wana wa ufalme watatupwa katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno.
Naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona saa ile ile. Habari za mtu wa pili, tendo la muujiza wa pili. Yesu anamponya mtumishi wa akida wa Kirumi, ambaye huyo alikuwa na tatizo la kufanya nini? Kupooza. Kupooza tunafahamu paralyze, na mara nyingi kisha kuparalyze inatokana na matatizo ya moyo, pressure. Mara unasikia vichomi, unasikia vidole vile kama vinataka kufa ganze, mazingira ya kufa ganze, mara mikono, mara miguu, na haja namna hiyo, hali ya kupooza. Sasa hivi na hapa kipindi cha kidogo kumekuwa na upepo wa watu kwa kwenye mazingira ya kupooza, wanakuwa kwenye dalili za kupooza. Mtu namuona yupo zamani, wewe leo kuwa na changamoto za namna hiyo, ilikuwa ni watu wanene, maana wanakuwa na mafuta mengi mwilini. Lakini siku hizi sio hivyo. Mwembamba ndiye naye anakuja kilo cha kupooza, mnene naye analia kilo cha kufanya nini? Hakuna mnene wala mwembamba, unasikia ni mkuu, unasikia unaona mpaka kutembea, mnaanza kutembea kimtindo fulani, ikawa Mungu anatafuta kidogo, unamsikia hali ya namna hiyo. Halo, na tuko pamoja? Ndio. Tukio hili la kupooza, shida ya kupooza, ugonjwa wa kupooza, changamoto ya kupooza, Yesu alitangulia kuishughulikia katika siku zake za maisha yake. Tena hata hakufika kuona mwenye kupooza, alitamka neno tu. Mtumishi huyu wa akida, maana kwa mawakuu wa akida si mkuu, kiongozi wa jeshi, usiku anakula vinono, na vinono navyo wakati mwingine vinasababisha mafuta mwilini na nini. Sasa inaonekana hata mtumishi alikuwa anashughulikia kweli. Halo. Na kumbe anashughulikia na vile anaenda kushughulika kule mwilini. Moyo unajikuta moyo unatembea kwenye mafuta. Akikimbia kidogo anageuka kama vile ikimbia kidogo. Kuna watu wengine wakati mwingine wanafika hatua wanakuwa na changamoto ya moyo. Unamwona anatembea lakini hata mlio wa simu yake mwenyewe unamshtua. Unaweza kumdondosha mlio wa simu yake tu. Na sio zile simu ambazo ni kama zina mlio wa sabufa. Tunafahamu kuna simu alikilia hapa mpaka yeko kule kwenye ule mradi wanasikia. Tunafahamu simu zipo. Sio hiyo, ile tu ya mtandani. Ikilia unakuwa shtuka. Akiwa anatembea barabarani, ikapita pikipiki tu pembeni. Na hapa hajapiga nini? Honi. Si sawa? Ndio. Akipiga honi ni hatari na nusu. Unashangaa mtu anadondoka. Nini? Matatizo ya moyo. Wakienda kwa madaktari wataalamu hapo kwa kipimo, anakuta moyo umezungukwa na mafuta yale yaliyokuwa na bamba chips. Vitu laini. Na hata sisi wa Pentecoste kwa vitu laini bwana ni hatari. Nyama isipokaangwa ikawekwa na nyanya ya kutosha, ukilo unasema hii ndio supu. Sasa tunaona inaitwa roast. Naitwa roast. Wala hutajua umekula kila chukuchuku kwa sasa. Chukuchuku. Maisha chukuchuku haya chukuchuku ni hatari. Inaigeuka na kuwa na wimbo wa chukuchuku. Hili kiwa roast unasema tunaona. Kibeua tunasikia. Kumbe unabeua matatizo. Maana nyanya zenyewe zinakuwa kwa madawa. Kila kitu ni madawa, kila kitu nini. Na ukijua. Kwa hiyo ukibeua, unabeua nini? Moyo unaanza kuogelea sasa. Yes, sawa. Yes. Okay. Sawa. Nachanga wakaenda unaanza kusogelea washirika, kusogelea wananchi, kusogelea nini hadi sasa.
Simependeza hali. Kulikuwa na bwana mmoja, simtaje kwa rafiki yangu, maana nimtaja hapa maana wewe fika hapa kwa huduma wakati fulani. Unamuelewa, simtaje. Yule bwana kana mwili wa kawaida. Baadaye kaja kaniambia, mwili wa ghafla kanenepa sana. Amenenepa. Kila mtu anasema sasa, amenenepa sana. Amenenepa sana. Ngine amependeza hali nzuri, maana watu wanaona ukinenepa tu na hali nzuri. Ukikonda huna hali. Kumbe bwana kunenepa kule na kwa shida, moyo umejaa maji umetembea kwenye maji, ndio umejaa maji kutoka kawaida yake na nini. Akafika hatua sasa usiku halali, akilala halali. Alafu anakoa mwanzo mpaka ndani maisha yake. Analala kwenye kochi mpaka tunapambazuka. Unene huu. Kumbe mwili umejaa maji. Alafu moyo nao umeshindwa sasa hata namna ya kutembea. Baadaye akapata nafasi akapelekwa hospitali kwa professional mmoja magonjwa ya moyo hapo Mwanza. Wengine labda mmefika pale kwa Katalahia mmefika kwa Katalahia wengine hapo Mwanza professional mmoja. Alipofika tu alipompima kampa dawa, alipompa dawa zile dawa, unasikia dawa kwanza ule ndio usimeze. Ukisha maliza kula, ukizimeza kwanza, unapozimeza usikae bali nyumbani, maana utakojoa kweli. Unasikia vizuri? Unafanyaje? Unakojoa, halafu wakati unakojoa hata hamu ya maji haipo. Ndani ya wiki moja yule bwana alikuwa amebadilika mikomitatu kwenye mjiko mwembamba sana kabisa. Anasema nilitaka kufa. Nilikuwa nakufa, nafikiri nimefanya nini? Nimeleta. Halo. Nashughulika na tatizo la kupooza. Wapo watu wengi wana mazingira katika miili yao ya kupooza. Nataka nikwambie Yesu mwana wa Mungu aliye hai, moja kati ya mambo aliyoshughulika nayo, alishughulika na magonjwa ya kupooza. Aliposhughulika na wakoma na wenye matatizo ya moyo alishughulika nao. Uko mahali hapo unasikia dalili za hali ya kupooza, unasikia dalili za mwili wako kutokukaza, unasikia ni kama mwili wako hauko vizuri. Lakini alisema sema neno moja tu, mimi naamini. Na Yesu aliposema neno moja kwa imani ile ya akida ambayo Yesu mwenyewe aliitia, anasema sijawahi kuona imani kuu katika Israeli kama hii. Aliposema neno moja alipona saa ile. Nataka nikwambie Yesu analo neno lako leo, nalo ni uwe mzima tangu sasa. Pepo la kupooza likuachie katika jina la Yesu. Ufunguliwe na kuwekwa huru. Itizame imani ya akida ilimfanya nani? Mtumishi wake kupona. Tunapozungumza habari ya muujiza wako barabara yake utakaopitia ni imani yako. Imani ndio ufunguo unaofungua muujiza wako. Ukiamini unapokea. Maandiko yanasema katika kitabu cha Waebrania, mwenye haki wangu ataishi kwa nini? Kwa imani, naye akisitasita roho yangu itafuraha naye. Imani yako kwa Mungu. Una jambo gani linalokutatiza? Wewe ungetamani upate ndoa nzuri, ufunge ndoa, ungetamani kuoa, kuolewa, ungetamani kupata watoto kuzaa, ungetamani kupona magonjwa, ungetamani kupata nini? Imani yako kwa Mungu ndio mlango wa kukupa wewe jawabu la hitaji. Imani yako. Mtu wa tatu 8:14-15. Amina. Anasema hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwe wa Petro, mamaye mkewe, amelala kitandani hawezi homa. Akamgusa mkono, homa ikamwacha.
naye akaondoka akawatumikia. Huyu ni mama mkwe wake na nani? Mtu wa tatu, muujiza wa tatu kwa upande wa uponyaji. Anaponywa mama mkwe wake na nani? Na Petro mtume. Naye huyo alikuwa anaumwa malaria. Homa, si ndio malaria? Si ndio tunayoita malaria? Alikuwa amelala hawezi. Anaumwa nini jamani? Homa. Petro mtume yupo. Yesu alipofika tu pale, maandiko yanasemaje? Kabandika mkono wake akafanyaje? Homa ikamwachia. Wewe tunapozungumza habari ya matendo ya miujiza, hata tatizo la ugonjwa wako wa homa, sijui ugonjwa wako, ugonjwa sio ugonjwa wa kifua, una ugonjwa namna gani? Yesu yu juu ya magonjwa hayo. Imani yako, ujenge imani, itakufanya wewe upone. Muujiza wa 4, 8:28 hadi 34. 28 anasema, naye alipofika ng'ambo katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana naye, wanatoka makaburini wakilia mno, hata mtu asiweze kuipitia njia ile. Na tazama, wakapiga kelele wakisema, tuna nini nawe? Wakasema, tuna nini nawe, mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla ya muhula wetu? Basi kulikuwako, 30 anasema, basi kulikuwako mbali nao kundi la nguruwe wengi wakilisha. Wale pepo wakamsii wakisema, ukitutoa tuache twende tukaingia katika lile kundi la nguruwe. Akawaambia, nendeni. Wakatoka wakaingia katika nguruwe, na kumbe kundi lote wakatelemka kwa kasi gengeni hata baharini, wakafa majini. Lakini wachungaji walikimbia wakaenda zao mjini, wakazieneza habari zote na habari za wale wenye pepo pia. Na tazama, mji wote ukatoka kwenda kumlaki Yesu, nao walipomwona walimsihi aondoke mipakani mwao. Hao ni habari ya watu wawili wenye pepo katika nchi ya Wagerasi. Hii habari tumeisikia mara nyingi na wahubiri wanaihubiri sana. Wahubiri wa Injili kwa kwenye mikutano ya Injili ni moja kati ya habari wanazohubiri sana. Yesu mmekutana nao, yuko kwenye safari yake. Wale wenye pepo wanamjua Yesu na wanajua nguvu yake. Sawa, tunaona maandiko yanasema hata sio Yesu aliyeshughulika nao, ni pepo tu alipomuona anakuja, wenyewe wanakimbia kwenda kumuomba. Wanasema, wanamwambia, tuna nini sisi nawe? Si ndio wale pepo wanasema sasa umekuja na huku na umekuja kututesa. Manani wanajibu na salimu. Ni sawa sawa na mbwa. Mshaye kuona mbwa akiwa anagombana mbwa. Unaona mbwa akiwa anagombana. Mbwa anayejua na uwezo mdogo, anajua hapa itapata cha mtima kundu. Utamwona anavyokaa mkia. Si sawa? Anafiata mkia unateremka chini, unaona yuko kwa mpaka yule mtu ambaye pengine angeona hapa mfanyia sasa hapa hakuna kupigana naye, anasema hapa ndicho anachokifanya pepo. Anasema hii ngoma ni ngoma nzito, tuko pamoja hapa kwetu. Tutakoana salimu ama anasema tuna nini sisi nawe, umekuja kunako tena kututesa. Anaambia Bwana, Bwana tusaidie, turuhusu. Wao ndio wanaomba turuhusu tukawaingie wale kina nani wenye kuomba ni wao pepo wenyewe, na hata sio kwamba wanaamriwa na Yesu nendeni, anawafukuza kwenda kwenye nguruwe. Wenye kuomba ni pepo wenyewe waliokuwa wamevamia maisha ya mtu,
waliovamia uzima na uhai wa mtu. Sasa wanaona kuliko kuendelea kukaa kwenye uzima na maisha ya mtu na mwili wa mtu, mwenye kumiliki mtu amefika hapa. Yesu mtenda miujiza, mponyaji amefika hapa, atatulia hapa. Afadhali tumuombe twende tukawaingie Mungu. Na walipoomba sasa, nendeni huko kwa chini watu. Halo. Wakaingia kwenye kundi la nguruwe. Hiyo ilikuwa fungasi, sio kwa miangasi. Walipoingia, maandiko yanasema lile kundi lote la nguruwe likateremka moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka wapi jamani? Jamani, mpo au mpo? Mpaka wapi? Likateremka baharini na wote wakafa maji. Hebu nikuulize, yule mfugaji wa nguruwe alimwelewaje Yesu? Wewe mlivyo wale. Maana nguruwe si zao la biashara hiyo. Si uchumi wa huyu mtu. Wale yule mmiliki wa hiyo kitu hiyo. Na ile hapo mnaipenda. Mnaipenda. Yaani hapa nilipozungumza habari kuhusu wengine kuwa zimeanza kuvuta atmosphere. Huyu mfugaji wa nguruwe. Vipi? Unafikiri alimwelewa Yesu? Hata kama ungeenda kumhubiri mwambie uzuri wa Yesu, huyu vipi atauelewa? Jamani, mpo? Mbona mnakaa kimya? Atauelewa? Bali aliingia hasara kubwa sana. Maana mifugo yake yote ikasongwa na pepo. Bwana. Na hatuoni wale wanaosema kuna nguruwe vibaya, wakatumia wanaonyesha matukio hiyo. Hatuoni wakisema pepo ndio walioingia mle, walioingia mle. Na hata wakisema habari hiyo, hawasemi kwamba wale nguruwe wote waliokawa na pepo walikufa maajili. Utakuta wanasema na hata wao mnaokula sasa wana pepo. Hawasemi kwamba walikufa wapi? Si watu waliingia kafa huko. Mwanjilisti wanahubiri vizuri sana, wanasema hivi. Wakiwa fungu walikataa kuishi na pepo. Wakaona bora kufa kuliko kuishi na nini? Au ni wanjilisti. Binadamu naishije na pepo? Pepo la mtini, pepo la ubongo, pepo sibila ni naishije na pepo? Sasa wainjilisti wakiwa wanahubiri hapo ndio wanakuelezea, wanasema kweli ni shindano kweli. Lakini nataka kusema nini? Yesu alikuja kwa ajili ya kila mwenye mwili. Halo. Amekutana na hao wagelasi wamepagawa pepo, wamefungwa na nguvu za giza, wamnateswa na kuonewa na pepo wabaya. Alipokutana nao wote walifunguliwa saa hiyo hiyo, mara walifunguliwa wakawa wazima. Na tendo hilo lilikuwa kubwa mno la kutisha, kiasi kwamba Yesu alipoenda mjini kwa Wayahudi, habari imeshafika, watu wanatawanyika, wanampisha kwa sasa huyo, na kuambia ni hatari, hata wale ng'ombe wao wote wataenda kuturukia kule. Tendo linatisha. Miujiza katika maisha yake, miujiza iliyofanikiwa kuandikwa kati ya mingi aliyotenda, iliandikwa miujiza 36 ambayo ipo kwa ajili ya kutusaidia. Aliposhughulika na kina nani? Mwanamke mwenye kutokwa damu miaka 12. Tunafahamu habari hiyo. Aliposhughulika na vipofu, watu wasioona, aliposhughulika na mabubu, watu wasioweza kuongea. Katika Mathayo sura ya 9 anasema ameshughulika na watu wengi kwa matatizo yao, kila mmoja kwa namna alivyokuwa ameonewa na yule adui. Yesu akashughulika nao kwa kuwafungua. Aliyewafungua hao, aliyewatendea hao, ndiyo huyo
Imeandikwa yote yanawezekana kwake anayefanya nini? Anayeamini. Wewe ukiamini inawezekana. Kuna mambo yako mengi yamekufa, mambo yako mengine hayaendi, hayasongi, hayana mwelekeo. Wakati mwingine mipango yako, ratiba zako ulikuwa nazo nzuri, lakini zote zimegoma. Leo namzungumza Yesu mtenda miujiza. Imani yako itakufungulia mlango. Na mimi natabiri kwako upokee sawa sawa na kuamini kwako. Upokee sawa sawa na imani yako. Yesu akutendee sawa sawa na kuamini kwako. Bwana akujalie, akupe upakate. Wewe unayetamani kupakata upakate, unayetamani kuinuliwa uinuliwe, unayetamani ndoa upate ndoa, unayetamani kazi yako ya uchumi iinuliwe, upate uchumi yako upande, unayetamani afya yako ipone, uiponywe katika jina la Yesu. Bwana akutendee. Ondokane na roho ya kukiri ufukara wakati wote. Wakati Yesu anaweza kukutajisha, anaweza kufungua, kushughulika na ufahamu wako, akakukaribisha ukafanikiwa. Halo. Na yeye yuko hapa, anasema umtwike yeye fadhaa. Una fadhaa gani? Una jambo gani linalokufadhaisha? Mambo gani unaona hayaendi? Ni jambo gani unaona linakuwa zito kwako, ambalo unaona limekulemea? Na wewe ni mwana wa Ibrahimu na mcha Mungu, una haki ya kutendewa mema na huyu Yesu alisema hapa. Una jambo gani? Ni nini unaona kwako hakiwezekani? Siwezekana kwa wanadamu, kwa Kristo Yesu anawezekana. Yote yawezekana kwake amini. Mwamini Yesu mwenye uwezo na nguvu zake. Atakufanikisha, atakutendea, atakupa furaha yako iliyoibiwa, atakupa neema na heshima yako iliyoibiwa, atairejesha maradufu. Yeye ni mtenda miujiza. Yeye ni mtenda makuu, ni mtenda miujiza. Kila aliyemwendea kwa moyo wa imani, Bwana alimtendea. Na mimi natamani kuona ukiinua imani yako kwa Kristo, ukimtizama huyu Yesu na uwezo wake, ukiinua moyo wako kwa Bwana huyu atendaye, atakutendea. Maana alitenda na anatenda na atatenda hata kesho kwa Mungu. Yeye ni jana, leo na hata milele. Una jambo gani linalokusumbua? Una jambo gani ambalo limekuzidi, limekulemea? Una tatizo gani ambalo unaona limebeba maisha yako, limebeba sehemu ya maisha yako? Ulilete kwa Bwana. Bwana atashughulika. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo mwisho. Alitenda, anakutendea hata sasa wewe. Haleluya. Ndivyo naona akitenda wa Mungu katikati yetu. Kuna mtu anayepokea neema ya Mungu na msaada wa Mungu katikati yetu. Bwana akutendee. Bwana akutendee. Jehova akutane na wewe. Bwana akujibu. Wakati mwingine umechekwa sana, umechekwa na kudhihakiwa sana, umedhihakiwa na wengi wamekukebei, wamekunena lisivyo, na umeonekana wakati mwingine si chochote, ni mtu ambaye unapoteza mwelekeo. Leo Bwana apandishe tena heshima yako na neema yako, na katikati ya watu na watu wote waseme hakika Mungu wako ni Mungu anaweza. Bwana geuze fadhaa yako, aigeuze na kuifanya kwa heshima. Bwana kuinue tena kwa kiwango kingine, akupandishe kwa daraja nyingine.